Bwana asifiwe. Nimefurahi kuwaona mama zangu, nimefurahi kuwaona kaka zangu, dada zangu, wadogo zangu. Nimesikia vizuri kwa kweli. Kabla sijaenda kwenye neno la Bwana, kipekee sana nimshukuru Mungu kwa kumtumia mtumishi wake, mama mwenyekiti wetu wa mahali hapa, lakini mwenyekiti wa jimbo pia la Arusha. Yeye ndiye Mungu alimtumia kuona kwamba Teresia ana kitu kwa ajili ya wanawake, na akanitafuta. Wakati ananitafuta nilifikiri kama ni mtani, kwa kweli sikufikiri kama alikuwa serious kiasi kile. Mimi ni mke, nimeolewa na bwana mmoja anaitwa Elisha Makia. Bwana asifiwe. Na amewasalimia asubuhi ya leo nilipoongea naye, aliniambia wasalimie watu wa Mungu mahali hapo, pokeeni salamu. Lakini pia mchungaji wangu kiongozi ambaye pia ni katibu wetu mkuu wa FPCT, mchungaji Oscar Kindole, ana taarifa kwamba niko hapa, sikutoroka, niliaga, na aliniambia ananiombea. Bwana asifiwe. Amina. Basi hiyo inatosha kwa utambulisho. Twende kwenye neno la Bwana. Asubuhi ya leo Mungu ameweka neno moyoni mwangu kwa habari ya nafasi ya Mungu katika maisha yetu, au katika maisha ya muamini. Kwa wale ambao tunaandika, Mungu leo anataka atukumbushe nafasi yake katika maisha yetu kama waamini, au tunaweza kusema katika maisha ya Mkristo. Sasa shida, Ukristo umeshakuwa dini. Kwa hiyo napendaga kutubia muamini, mtu anayemwamini Kristo. Nafasi ya Mungu katika maisha yetu sisi kama waamini. Tusome Mathayo sura ya 6 na mstari wa 24 mpaka wa 34. Ni mistari mingi kidogo, lakini tutasoma. Kuna watu hapa wiki nzima hawajasoma Biblia, tuwasaidie leo tusome mistari mingi, na wenyewe wawe basi kwa sehemu wamesoma Biblia hii wiki, mistari mingi. Ni habari ambayo tunaifahamu, lakini Bwana analo neno hapo tena. Mathayo 6 mstari wa 24 mpaka wa 34. Nitasoma. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama moja wapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo, au na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Mstari wangu haswa ambao nilikuwa ninaulenga ni huu mstari wa 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tusome mstari huo kwa pamoja. 1, 2, 3. Ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Twende tufungue Hagai
kitabu cha Hagai. Tutasoma pia mistari mingi kidogo. Hagai sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 11. Bwana asifiwe. Hagai sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 11. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya 1 ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shaltieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, lakini mkavuna kidogo. Mnakula, lakini hamshibi. Mnakunywa, lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo, lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara, apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliofanyaje? Uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, akafanyaje? Kavipeperusha. Huyo sio shetani, ni Bwana anasema. Tulitazamia vingi, vikatokea vichache, tena vilipofika nyumbani akavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Amen. Mara nyingi tunafundishwa au tunajifunza juu ya nafasi zetu, si ndio? Hata wale wa mama ambao tulikuwepo kwenye kongamano tulifundishwa nafasi ya mwanamke, tukafundishwa mwanamke kukaa katika nafasi yake. Lakini wakati mwingine tunasahau nafasi ya Mungu katika maisha yetu kama waamini. Mungu atusaidie. Mafanikio yoyote ya Mkristo au mwamini yanategemea sana nafasi ambayo huyu Mkristo amempa Mungu katika maisha. Bwana asifiwe. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mfanyakazi, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, wewe ni mtumishi, maisha ya kiroho, maisha katika ndoa, maisha ya malezi, kila kitu ambacho Mkristo anatamani afanikiwe katika hicho kinahusiana sana na namna gani amempa Mungu nafasi yake. Bwana asifiwe. Mungu anataka yeye awe wa kwanza katika maisha yetu. Hiyo ndio nafasi ya Mungu. Mtumishi mmoja wa Mungu huwa anapenda kusema nafasi ya Mungu siku zote ni nafasi ya kwanza. Yaani Mungu ni either awe nafasi ya kwanza au asiwepo. Mungu hawezi kuwa nafasi ya pili, ya tatu, ya ngapi huko. Na ukishamtoa Mungu kwenye nafasi ya kwanza ukaweka kitu kingine, tayari hiyo ni ibada ya sanamu. Mungu atusaidie. Au tunafikiri ibada ya sanamu ni mpaka tuende tuinamie kwenye masanamu?
Kitu chochote ambacho kina thamani kubwa na unakipa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, hicho kitu unakiabudu. Uwe unajua uwe haujui. Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, Mungu nafasi yake ni gani kwako? Bwana asifiwe. Mungu anataka tumpe nafasi ya kwanza, kwa sababu hiyo ndiyo nafasi yake kwa watu wake. Alituokoa akatufanya watu wake, na anataka tuwe watu wake, tuende kwa kufuata sheria zake, yeye awe wa kwanza hapo, alafu mengine yote yafuate. Bwana asifiwe. Kuna mfano mmoja niliusikia, ni story ambayo nilisikia kwamba ni story ya kweli, kwamba kuna mama wa Kikristo mwamini alikuwa na binti yake. Sasa na huyu binti alikuwa yeye hajaokoka bado, kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kuenda klabu, kutembea, yani kufanya vitu ambavyo sio sawa. Sasa siku hiyo wakawa wanatoka, huyu mtoto na marafiki zake wanaenda safari. Basi wakati wanatoka, yule mama akamwambia, mwanangu, basi niwaombee, mwende, msipate shida njiani, mwende na Mungu. Yule mtoto pamoja na wenzake wakajibu, mama, na wewe na Mungu wako bana, hamna nafasi kwenye gari yetu ya kwenda na Mungu, atakaa kwenye buti huko. Basi kule kwenye buti walikuwa wameweka mizigo mingi, na katika hiyo mizigo kulikuwa kuna tray ya mayai. Walienda ile safari, wakapata ajali mbaya sana. Gari ikapinduka, ikaharibika. Wale watu waliokuwa kwenye gari, wengine wakajeruhika, wengine wakafariki. Na wakati sasa wanatoa vitu kwenye gari, kule kwenye buti ambako walisema Mungu akae huko kwenye buti, hakuna nafasi huko kwenye gari, ile tray ya mayai, hamna yai hata moja lilivunjika. Mungu alikaa huko kwenye buti, mayai yakawa salama. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Hakuna kitu Mungu anachukia kama yeye kuwa second place, mahali pa pili. Yaani unafanya mambo yako yote, ukishamaliza ndio unakumbuka hivi kuna Mungu. Bwana asifiwe. Haimaanishi tusifanye shughuli zetu. Hapana. Tumesoma kwenye Mathayo. Tumesoma hichi kipengele chote, nilikuwa nataka ili tuone anaanzia wapi mpaka anakuja kwenye bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Haya mengine anayoyaongelea ndo hayo tumekuwa tumeyasoma hapo juu, kwamba nini, mavazi, chakula. Nasema hata mataifa wanayatafuta mambo hayo, lakini sisi watu wa Mungu, ufalme wa Mungu unatakiwa kuwa kitu cha kwanza kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu anataka tutafute kwanza ufalme wake. Mtu akikwambia umepewa assignment, alafu unaambiwa fanya hiki kwanza, hivi amemaanisha uache mengine yote? Hajamaanisha uache mengine yote, ila katika maisha lazima tuwe na vipaumbele, lazima tuwe na list of priorities, na katika list of our priorities Mungu anatakiwa kuwa the top priority pamoja na kazi yake. Bwana asifiwe. Tuliposoma kwenye Hagai, mimi sijaenda chuo cha Biblia, lakini nilifuatilia kidogo kuona Hagai, maana inaanza tu Mungu amekasirika. Akasema ni nini kilimkasirisha Mungu kiasi hiki kwa hawa watu mpaka haya yote? Nikaona kwamba hawa walikuwa ni Wayahudi ambao walikuwa wametoka uhamishoni Babeli, ndio walikuwa wanaandikiwa na Hagai. Na walipotoka uhamishoni Babeli kuja hapo walipokuwa, walikuwa wanatakiwa kujenga hekalu. Wamesharudi kwenye nchi yao, mahali pao, wakawa wanahitajika kujenga hekalu. Kwa hiyo wakaanza kujenga hekalu, lakini kabla hawajafika mbali wakawa wanasumbuliwa, wanapata upinzani. Na kwa sababu ya ule upinzani ambao walikuwa wanakutana nao, wakaacha
ujenzi wa hekalu. Kwa wataalamu wa Biblia wanasema ujenzi ule ulisitishwa kwa miaka 16 wakaacha. Lakini ndani ya hii miaka 16 hawa watu waliendelea kufanya shughuli zao. Shughuli za maendeleo ziliendelea, waliendelea kujenga nyumba zao, waliendelea kufanya mambo yao mengine, lakini nyumba ya Bwana wameiacha. Bwana asifiwe. Sifikiri kwamba hawa watu hawakukutana na upinzani katika shughuli zao. Inawezekana kabisa, haya ni mawazo yangu, Biblia haijasema, lakini inawezekana kabisa hata katika shughuli zao kulikuwa na ugumu, kulikuwa na upinzani, lakini walikazana na wakafanya na wakajenga nyumba zao nzuri, lakini nyumba ya Bwana imesimama. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Na hiyo ni kwa sababu walikuwa wana vipaumbele vyao tofauti na kazi ya Mungu. Mungu atusaidie mambo yetu yasije juu ya mambo ya Mungu. Mungu anachukizwa tunapofanya mambo mengine priority na tunaacha mambo yake. Bwana asifiwe. Mambo katika nyumba ya Mungu nakuta yanaharibika na tunao uwezo wa kuyatengeneza, lakini we have no time for God. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Tunajifunza nini kutoka kwenye vitabu hivi viwili ambavyo tumevisoma? Mungu anataka yeye awe wa kwanza katika maisha yetu ili vitu vingine vyote vipate maana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu asipokuwepo kwenye maisha ya muamini, vitu vingine vyote vinakosa maana. Tulifundishwa na katibu wa jimbo, sisi tuliokuwepo kwenye kongamano la wanawake, kwamba Yesu ni namba 1, anatakiwa awe namba 1. Mambo mengine yote ni 0. Watoto ni 0, nyumba ni 0, gari ni 0, vile vitu vyote wewe ambavyo unavipa vipaumbele ni 0, halafu Yesu ni namba 1. Sasa wale wataalamu wa hesabu, kukiwa na 0 100 halafu ndio ikafata 1, hiyo namba ni ngapi? Ni 1, si ndio? Yaani wataalamu wa hesabu wanasema ukiandika 1 ni kwamba tu umeziignore hizi 0 zilizoko nyuma, lakini nyuma yake kuna 0 nyingi. Lakini ikitangulia 1 halafu zikaja 0, tufanye taratibu. Ikitangulia 1 halafu ikaongezeka 0 inakuwa, ikiongezeka nyingine, ikiongezeka nyingine, ikiongezeka nyingine. Kwa hiyo maisha ya Mkristo na vyote ambavyo anavitafuta vina maana kama Mungu atatangulia. Bwana asifiwe. Vitu vyote ambavyo tunavitafuta, najua wanawake tumefundishana, mimi ni mwalimu wa masuala ya fedha na uwekezaji. Ndio hicho Madam Joyce alikiona akaniambia wanawake wanahitaji kusikia hii. Na nikifundisha, of course Mungu ananisaidia kufundisha kwa kuangalia vile ambavyo neno linasema. Ninafundisha watu kutafuta pesa, tuwe na utajiri, tuwe na vitu vizuri. Jamani, ukishakuwa Mkristo tunaaminishwaga kama vile sasa unakuwa na hatimiliki ya kuwa maskini. Yaani tu ukishaokoka basi wewe na umaskini, wazungu wanaita ni 5 and 6, yaani hivi na hivi. Lakini sio kweli. Bwana asifiwe. Mungu anataka tufanikiwe sana, kwa sababu hata kazi yake inahitaji sisi tufanikiwe ili tuweze kuifanya, si ndio wapendwa? Nilikuwa ninauliza, hili jengo limejengwa, tuliomba, tulifunga, tukafunga 3 kavu, tukaamka tukaja tukapakuta hapa pako hivi. Tulifanya hivyo? Tulifanya hivyo. Tulisema tutakuwa na maombi siku 3 kavu ili tupate eneo kwanza, tuanze na eneo, tupate eneo. Tukafunga, tukaomba, kesho
basi tu eneo likapatikana, yani tukaamka tu tukakuta eneo hilo hapo, hatujatumia fedha, hatujatumia chochote. Ndio hivyo? Hapana, hili jengo limejengwa kwa pesa nyingi. Pesa zimetoka wapi? Ni sisi. Kwa kazi ya Mungu ili iende inahitaji pesa, lakini pesa ikianza alafu Mungu ndio akafuata, Mungu anachukizwa na tunapoteza lengo la Mungu kutufanikisha. Na nilisema pia wakati naongea na wanawake, nilikuwa nasema wakati mwingine Mungu haachilii baraka za kiuchumi kwa watu wake, sio kwa sababu hatupendi, lakini ni kwa sababu anaona akishatubarikia hiyo pesa itashika mioyo yetu, alafu kazi yake tutaiacha. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Mungu anajali sana roho zetu, anajali sana mahusiano yetu na yeye, anaona mwanangu, ili nisimpoteze, aendelee tu kupata hii 50,000 kwa mwezi, ili aendelee kuwa anakuja ibadani, aendelee kuwa anapatikana anapotakiwa kwenye mambo yangu, aendelee kukaa tu hapo, kwa sababu nikimuongeza tu kidogo anapotea. Mungu atusaidie. Mafanikio ya mtu wa Mungu yanategemea sana nafasi ambayo huyu mtu amempa Mungu. Kimpa Mungu nafasi ya kwanza, anasema tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Anajua kwamba tunayahitaji. Anajua unahitaji chakula, unatakiwa uende kazini ufanye biashara. Anajua unahitaji mavazi. Anajua unahitaji ada ya watoto ya shule, lakini anataka mambo ya ufalme wake yawe ya kwanza, halafu mengine tunazidishiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme kwa tafsiri tu nyepesi, ufalme ni utawala, si ndio? Ufalme unatawala. Jamani, tumeshawahi sasa sisi hapa hatuna mfumo wa kifalme, inaweza ikawa ni ngumu kidogo kuelewa, lakini kwenye ufalme hamna ufalme ambao una wafalme wawili. Bwana asifiwe. Kwenye ufalme, mfalme ni na kwenye ufalme neno la mfalme ni sheria. Sio kama kwenye hizi nchi zetu ambazo zinaongozwa na marais, kuna katiba, kuna nini, yaani kuna sijui room ya ku negotiate. Rais anaweza akasema kitu akakosolewa na katiba akafanyeje. Kwenye ufalme hiyo hamna. Neno la mfalme ndio sheria. Jamani, kwenye ufalme wa Mungu, kama tunataka kuwemo katika ufalme wa Mungu, mfalme ni mmoja tu ambaye ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Na yeye anataka atawale maisha yetu. Yeye anataka atawale kule kazini kwetu. Yeye anataka atawale kwenye biashara zetu. Yeye anataka atawale tunapofanya mambo mengine yote. Yeye atawale. Yeye awe wa kwanza. Haleluya. Niliwafundisha wanawake kufanya biashara na Mungu. Sisi wa Kristo tunakuwa wazuri sana kwenye mambo ya rohoni, alafu tunafikiri kama Mungu hawezi kutufanikisha kwenye haya mambo mengine. Yaani mambo ya mwilini huku tunatumia nguvu kubwa sana ya kwetu wenyewe. Ni kama tunaona kama Mungu ni wa kunena tu kwa lugha. Jaribu kufanya biashara na Mungu. Bwana asifiwe. Fanya biashara na Mungu, inalipa sana. Haleluya. Matokeo ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu, sisi kama waamini, tukimpa Mungu maisha yetu, nini kinatokea? Hapa tumesoma kwenye Hagai. Kitakachotokea tukimpa Mungu nafasi ya kwanza, yote tunayoyatafuta tutazidishiwa, yatatujia. Bwana asifiwe. Siku hizi wa Kristo tunatafuta baraka, lakini kibiblia baraka hazitafutwi. Baraka zinatufuata, si ndio?
labda ile baraka ya wazazi, hiyo unaweza kukaitafuta, unamfanyia mzazi kitu kizuri akubarikie. Baraka kutoka kwa viongozi wetu wa kiroho, baba akifurahi of course atakubariki. Lakini zile baraka katika ujumla wake, baraka zinatakiwa zitufuate. Mahali fulani neno la Mungu linasema hizo baraka zitatufuata na zitatupata. Bwana asifiwe. Hatuna haja ya kukimbizana kule tunakokimbizana. Nyinyi mnajua wenyewe kule ambako huwa tunakimbizana kutafuta baraka. Mtu wa Mungu, baraka inatakiwa ikufuate kwa kuwa tu na Mungu. Baraka zinatakiwa zikufuate. Bwana asifiwe. Tunamkumbuka yule mtu, jina lake limenitoka, ambaye anaitwa Obed-Edom. Yes, Obed-Edom, ambaye sanduku la Bwana lilienda likawekwa nyumbani kwake. Yule mtu kwa kuwa tu na sanduku la Bwana pale nyumbani kwake, sanduku la agano, Biblia inasema akafanikiwa katika mambo yake yote kwa sanduku tu la Bwana kuwepo nyumbani mwake. Bwana asifiwe. Jamani, tusiwe tunaenda tuition. Unasikia tuition za kiroho. Kama hapa sasa hivi tuko hapa, unasubiri ibada imeisha, unaenda nyumbani, unabadilisha nguo, jioni unaenda tusheni, maombezi, sijui mafuta, sijui kitu gani. Tusheni za kiroho hizo, mchungaji wetu anaitaga tusheni. Tunajua wanafunzi wanakuwa wana masomo yale darasani, alafu jioni wanaenda masomo ya ziada. Sasa ndio sisi wapendwa siku hizi tunavyokuwa. Asubuhi uko kanisani kwako kama hivi, na wale na zile tusheni zinajua kutime. Ndio maana ibada zao nyingi ni jioni, mchana, saa 9. Si wanajua mmeshatoka kwenye shule kuu darasani, sasa mnao muda wa kwenda. Jamani, tuache kwenda tusheni za kiroho. Mungu yuko hapa. Bwana asifiwe. Mungu yuko hapa. Haleluya. Ni sisi tu hatujampa Mungu nafasi yake kwenye maisha yetu. Tukimpa Mungu nafasi yake katika maisha yetu, hayo yote tutazidishiwa, kama tulivyosoma kwenye Mathayo 6:33. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu akikaa katika nafasi yake katika maisha yetu, tutavuna kwa kadri tulivyopanda. Ukisoma kwenye Hagai anasema mmepanda vingi, mnavuna vichache. Yaani maana yake hawavuni sawa na vile wanavyopanda. Kule shuleni kwa sisi wanafunzi tunasemaga kuna watu wanasoma msuli tembo alafu matokeo sisimizi. Yaani mtu anatumia nguvu nyingi kusoma, lakini matokeo yakija hayaendani na effort aliyotumia katika kusoma. Na inawezekana hayo ni maisha yetu pia. Tunapanda vingi, tunavuna vichache. Na tumekuwa wepesi sana wa Kristo kuona kila kitu ni shetani. Yaani katika maisha yetu sisi waamini, wakati mwingine tunamtukuza shetani bila kujua. Unajua wewe mtu wa Mungu, kila kitu shetani, kila kitu shetani, kila kitu shetani. Kumbe wakati mwingine ni Mungu tumemtoa kwenye nafasi yake na amekasirika. Unafanya kazi yaani kazi unayoifanya na matokeo unayoyapata ni tofauti. Unafanya biashara, kanuni zote za kibiashara unazitumia na bado haufanikiwi. Kwenye kitabu cha Hagai tuliposoma, neno la Mungu linasema zitafakarini njia zenu. Mungu atusaidie. Amen. Mwambie jirani yako tujitafakari. Tutafakari njia zetu. Wakati mwingine ukiona mambo hayaendi, kabla hujaanza kukemea, hebu tafuta muda mzuri na Mungu. Umuulize Mungu, huu ni uvamizi wa shetani au kuna namna nimekutoa kwenye nafasi? Bwana asifiwe. Amen. Mungu akikaa kwenye nafasi yake, tutavuna, tutapata matokeo yanayoendana na jitihada ambayo tumeiweka. Mungu atusaidie. Amina. Nilikuwa nawaambia wanawake, kwa Mkristo, unajua namna za kufanikiwa ziko nyingi. Kwenye Warumi pale, ni Warumi ngapi ile? 12 mstari wa mwanzoni hapa kama sijakosea, anaposema msifuatishe
namna ya dunia hii. Unajua mpaka anasema usifuatishe namna ya dunia hii, maana yake dunia ina namna zake, si ndio? Na zina matokeo kwa watu wa dunia. Bwana asifiwe. Wapendwa, tusipende kuwa tunaiga kutoka kwa watu wa mataifa. Ni vizuri kuiga vitu vizuri, lakini sasa tusige mpaka tukaiga bila kujua kitu kile kilicho behind hicho kitu unachokiiga, kwa sababu dunia ina namna yake, kama ambavyo dunia ina namna zake ambazo kwa hizo wanafanikiwa. Sisi watu wa Mungu tunayo namna yetu ambayo kwa hiyo tunaweza kufanikiwa, na namna yetu ni ya kumweka Mungu katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Tutavuna kadri tulivyopanda. Taabu ya mikono yetu tutaila. Mahali pengine neno la Mungu linasema hivyo, kwamba taabu ya mikono yako utaila. Hautajenga nyumba mwingine akaja kukaa ndani yake. Bwana asifiwe. Amina. Lakini pia Mungu akikaa mahali pake kwenye nafasi yake katika maisha yetu, tutapata utoshelevu. Tutapata utoshelevu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5 inasema, wala tusijidhania kwamba twatosha sisi wenyewe, bali utoshelevu wetu unatoka kwa Mungu. Hapa anasema kwamba mnakula lakini hamshibi. Kumbe hata kushiba ni Mungu anatusaidia, anatujalia kushiba. Kumbe hata uwe na kiu ukanywa maji kiasi gani, kama Mungu hajafanya hiyo kiu ikate, unaweza ukanywa na kunywa na usitosheke. Mungu akikaa mahali pake anatupa utoshelevu. Bwana asifiwe. Utashangaa Mungu akiwa yuko katika nafasi yake kwenye maisha yako, jinsi ambavyo unachokipata ni kidogo labda, lakini haupungukiwi. Bwana asifiwe. Mara nyingi huwa tunamuomba Mungu atupe vingi. Sio vibaya Mungu kutupa vingi, lakini wakati mwingine kile kidogo anachotupa anaweza kutupa utoshelevu kwa hicho kidogo. Yule mwanamke wa mjane yule wa Sarepta, historia yake inapatikana kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 8 mpaka 24 pale. Ni story ambayo tunaifahamu tu sana. Mtumishi wa Mungu anakuja anamwambia amtengenezee mkate, na mtu anasema nina mafuta tu kidogo na unga kidogo, ambavyo alisema pale nataka nipike. Yaani ndio ilikuwa last supper tunasema, yaani ndio ulikuwa mlo wake wa mwisho, nipike nile nife na mwanangu kwa sababu ya njaa ya kipindi kile. Alafu mtumishi wa Mungu anakuja anamwambia nitengenezee mimi kwanza. Unajua watu wa Mungu ni vizuri tusiwe tunashadadia mambo hata huko mitandaoni kwa ushabiki. Hivi kwenye dunia hii ya leo, tufanye ndio baba askofu sasa amekuja nyumbani, labda ndio kazi hauna, biashara imeharibika, yaani kila kitu kimeharibika. Mwambia baba, ndo unga huu robo umebaki, napika hapa na watoto tule tufe. Anakwambia sasa nisongee mimi kwanza ugali. Hujamuita nabii wa uongo askofu wetu. Njia za Mungu sio njia zetu jamani. Bwana asifiwe. Amen. Njia za Mungu ziko juu sana. Mimi kadri Mungu anapoendelea kunisaidia kukua katika maarifa na kumjua Mungu na kuona Mungu alivyokuwa anafanya siku za zamani, napunguza sana kuwa, yaani nikisikia jambo ambalo sisi tunaliona ni baya limemtokea mtumishi wa Mungu, napunguza sana comments. Yaani comments ile, huyu amefanya hivi, hicho kitu sio Mungu kabisa, hicho. Mungu ana namna zake ambazo kwa namna ya kibinadamu unaweza ukaona sio sawa, lakini ndio njia ya Mungu.
Anamwambia nitengenezee mimi kwanza nile. Na alipomtengenezea mtumishi wa Mungu kwanza akala, yule mama kwani alikufa? Hakufa, lakini hatuambiwi kwamba ile chupa ilijaa, wala hatuambiwi kwamba kikapu chake cha unga kilijaa, ila tunaambiwa kwamba aliendelea kupata chakula kila siku. Kwa hiyo Mungu akiwa mahali pake, Mungu akikaa katika nafasi yake, tunapata utoshelevu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu akikaa katika nafasi yake, anatufurahia. Anawaambia, pandeni mkate miti, mje mjenge hekalu, halafu mimi nitatukuzwa, nitafurahi. Mzazi, wewe ni shahidi, mtoto akikufurahisha unamfanyia nini? Baba zetu, mama zetu, mtoto anayekufurahisha mara kwa mara unamfanyaje? Atapata mema yote kwa huyu mzazi. Bwana asifiwe. Mengine hata bila kuomba atapata. Mimi kwetu tulivyozaliwa, mimi ni binti wa mwisho, sio wa mwisho kuzaliwa, ila kwa mabinti mimi ni wa mwisho. Sina mdogo wa kike, wadogo zangu wawili wa kiume. Sasa kuna kipindi nyumbani, yaani baba alikuwa ananipenda mpaka wote, yaani mpaka ndugu zangu wote wakajua kwamba baba anampenda huyu kuliko sisi wote. Sio vizuri jamani, wazazi msifanye hivyo. Yaani wakawa sasa wananitania, wewe kitakukuta kilichomkuta Yusufu. Kwa sababu yaani baba alikuwa, wenzangu wanaweza labda simu imeharibika, hajali, ni haoni kama baba. Kipindi bado tuko tunakaa nyumbani, bado wanafunzi, simu imeharibika, simu mimi kimeharibika, baba hata shughulika. Mimi sasa simu nimetumbukiza kwenye maji. Teresia ametumbukiza simu kwenye maji? Baba, peleka simu kwa fundi. Haya, nakupa hela. Peleka simu kwa fundi, unapeleka. Wakati umepeleka anakuuliza, "Sasa utawasilianaje simu iko kwa fundi?" Chukua hii simu yangu, anatoa laini zake kwenye simu. Chukua hii simu yangu, tumia. Wenzake anambia, "Baba, mbona sisi tunakaaga bila simu hapa uwazi, tutawasilianaje?" Mwanzano na mambo mengi ya shule. Anaweza katafutwa akakosekana. Nilikuwa nasoma, mimi nimesoma Moshi. Baba yetu sisi hatujatokea kwenye familia ya kilokole. Aliokokaga kwanza kaka yetu Oscar. Yeye ndo aliokoka wa kwanza kabisa, na alifanya bidii kwa kweli kwenye kuomba, na sasa wote tuliozaliwa baada yake tumeokoka. Yeye ni kaka yetu wa kwanza tumeokoka, lakini hatukuzaliwa kwenye nyumba ya kuokoka. Kwa hiyo kipindi hicho hata baba alikuwa hajaokoka. Mimi nimesoma Moshi ushirika. Baba alikuwa na kazi zake, baba yetu ni dereva wa magari haya makubwa. Kwa hiyo alikuwa akitoka anatoka safari, ananinunulia vitenge. Anatoka huko anakuja kupita Moshi. Ataniambia, "Niko mahali fulani, njoo." Mara nyingine anakuja chuo, mara nyingine kama hawezi anambia njoo, naenda. Ananakuta ananiletea vitenge. Sasa na watu wa chuo hatuvaagi sana mavitenge. Kaniletea vitenge. Namwambia, "Baba, asante. Nione vitenge vya wenzangu vile unavyowapelekea." Maana sisi mabinti tuko mabinti watatu. 4. Ila dada yetu mkubwa aliolewaga mapema, kwa hiyo nyumbani tukawa tumebaki mabinti watatu. Sasa anamuuliza, "Nione kitenge cha dada fulani na cha dada fulani." Anasema, "Hao sijawanunulia, afu usiwaambie kwamba nimekuletea vitenge." Bwana asifiwe. Hebu imagine ukimfurahisha Mungu, hayo maisha yako yatakuwa namna gani? Jaribu tu kuvuta picha, Mungu akikufurahia atakupa vile vitu ambavyo amekufichia, ameweka kiba. Kuna siku sitasahau, mimi jumbe ambazo zinanigusa huwa sizisahau. Kuna jumbe nyingi sana zimehubiriwa nikiwa Arusha kanisani kwetu hapa Kimahama, sijazisahau. Kuna jumbe fulani alihubirigi askofu
kwamba umewekewa akiba wewe. Sijui kama nyinyi mnakumbuka, mimi nakumbuka. Umewekewa akiba wewe. Yaani kuna vitu Mungu ni kama amekufichia hivi. Japo wewe unaona unachelewa, unaona sijui namna gani vipi, lakini Mungu ametuwekea akiba, mambo mazuri. Hebu tumfurahishe basi, afurahi. Tuone kama hatutapata mambo mazuri kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akikaa katika nafasi yake. Kuna ule wimbo tunaimbaga, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Yesu akikaa mahali pake, kila kitu kwenye maisha yetu kinakaa sawa sawa. Hata kama kwa wakati huu inawezekana unapitia kipindi kigumu au una changamoto fulani na wakati mwingine unajiuliza, Mungu naye mbona kama hanioni? Lakini nakwambia, as long as una uhakika Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako, Mungu yuko nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, ni swala la muda tu mpendwa, mambo yatakaa sawa sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni swala la muda tu. Kwa hiyo Mungu atusaidie, tusimtoe Mungu kwenye nafasi yake. Wakati tunasifu, nilikuwa nimekaa pale, nilikuwa ninaangalia. Sasa ukikaa mbele unaona hivi jinsi tunavyopiga makofi wenyewe. Wengine hata wapigi na makofi, wengine mikono mfukoni. Ni muda anasifiwa Bwana wa majeshi, Mungu muumbaji, Mungu mkuu sana. Wengine na mikono tumeweka mfukoni, wengine tumesimama tu hivi. Wale mashabiki wa mpira, timu yako ikifunga ndo unafanyaga hivyo? Kama tunaweza kushangilia timu ambayo hawakujui, hawakulipi, hawakusaidii chochote, ikifunga unashangilia, si zaidi sana tunapomsifu Mungu tunatakiwa kuwa na shangwe na furaha? Kazi hapo. Bwana asifiwe. Naona waimbaji wanakazana, tupige makofi ya juu, makofi ya juu. Sisi tupo tu, jamani, tumpe Mungu shangwe. Vyombo tu vinabamiza wenyewe, bam 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 bam. Sisi huku tupo ni kama sijui vipi yani. Tunafikiri huo ni ukiroho. Hamna. Kukaa hivi yani to sit still sio kwamba ndio ukiroho sana. Jamani, mbele za Bwana tukiambiwa tupige shangwe, tunapiga shangwe. Hebu tufanye shangwe kwa Bwana. Tufanye zaidi, tuongeze. Mungu kwa Bwana wa mabwana. Haleluya. Kuna wakati tunaweza tumemtoa Mungu kwenye nafasi yake bila sisi kujua. Kuna mambo tunayafurahia na kuyashabikia sana. Mtumishi mmoja wa Mungu alisema, kama wewe, vijana wenzangu hapa watanielewa, tunaopenda movie na series. Kama wewe unaweza kukaa ukaangalia series yenye episode 20, kila episode ni nusu saa, na unaangalia kwa mfululizo mpaka inaisha, na ikiisha unasema kwa nini imeisha? Lakini wewe hapa kanisani, ratiba ikizidi tu dakika 5 unaanza yani wewe dakika tu zikizidi kidogo kanisani alitumia neno fulani nilipenda, nasema unaona umefanyia favor sana mwili wa Kristo. Yani kuwepo kanisani kwa nusu saa, unaona umefanyia favor sana mwili wa Kristo, yani umetufaidisha mno. Wewe una shida. Bwana asifiwe. Mpendwa, timu yako ikiwa inacheza, tusijiroge. Ofisi ya mchungaji isijiroge ikapanga ibada hiyo siku. Sasa unapangaje ibada siku ya mechi bwana? Sasa ukute nayo ni ibada ambayo sio kwenye yani zile taratibu zetu za kawaida kwamba Jumatano, Ijumaa, yani ukute tu sasa askofu bwana amemgusa kapanga. Jamani, so unasikia moyoni
tuwe na ibada siku fulani ambayo sio siku ya kawaida ya ibada, na wewe sasa ndo timu yako inacheza. Mama wewe wanafikiria, yaani wewe wanaangalia bwana watu wewe wana vitu vingine navyo bwana, askofu wewe anaangalia. Bwana atusaidie. Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yetu? Mambo ya Mungu yanakukera, yanakufurahisha? Mambo ya Mungu yanakukera, yanakufurahisha? Sisi ambao kanisani masaa mawili tunaona ni mengi sana, tunaona tunapoteza muda. Kuna mahali tunaenda, we spend hours bila kuangalia hata saa, bila hata kujua kwamba masaa yanaenda. Lakini ni katika mambo tu ya kimungu ndio tena tuna msemo wetu siku hizi, yani walokole hatufatagi muda kabisa yani. Jamani, Mungu atusaidie. Mungu wetu awe wa kwanza katika maisha yetu. Haleluya. Mungu awe wa kwanza. Tunaendea ujenzi wa nyumba ya Mungu kukamilisha hili jengo. Nimesikia hapa kuna changizo. Wewe ukisikia changizo linatangazwa, nini kinakujia kichwani? Wameanza kumekucha. Watu hatuna hela, michango kila siku. Wakati huo michango ya harusi unatoa kwa moyo wa furaha kabisa. Wakati huo sisi wa mama kwenye vikoba huachi, unafanya kwa uaminifu kabisa. Mungu anatuona wapendwa, na sasa Mungu anatujua watu wake, akaweka namna ya kubarikiwa ni kutoa. Tunalalamikaga muda wa kutoa, lakini muda wa baraka ukianza, sijawahi kumsikia Mungu anasema Mungu sasa imetosha. Naonaga tu memes kwenye mitandao kwamba Baba barikia na wengine sasa, lakini in real life hamna mtu anasemaga Baba hii baraka imetosha, barikia na wengine Baba. Hamna. Unapokea, unatamani na kubariki zaidi na zaidi na zaidi, lakini tukiambiwa kutoa, hii michango wangekuaga tu wanatoa kina fulani. Yaani unajua wangekusanya mama fulani, mzee fulani. Unafikiri hao wazee wakibanwa vizuri, unafikiri hela haipatikani? Wanatu sisi huku hela zenyewe, hatuna hela. Na michango kila siku wanatuchangisha, huku jimboni mchango, parish mchango, kanisani mchango. Jamani, unafikiri tunafanya kazi benki? Ni aliwaambia watu wanaofanya kazi benki wana hela muda wote nani? Mungu atusaidie. Najaribu kusema hivi ili tufikiri. Ni rahisi sana ukishakuwa muamini, unanena kwa lugha, unakuja kanisani, ni rahisi sana kufikiri kwamba umempa Mungu nafasi ya kwanza. Lakini ukienda kwenye ule uhalisia wa maisha yako, vipaumbele vyako, hivyo ndio vinaamua na vinaonyesha Mungu ni wangapi. Bwana asifiwe. Vipaumbele vyako katika maisha hivyo vinaonyesha Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yako. Sisi kule kanisani ambako ninaabudu Kurasini, kuna ibada 3. Na ibada ya kwanza inaanza saa 1 kamili. Mimi ni mwimbaji. Praise team, kwa sababu ibada inaanza kamili, sisi tunafika saa 12 na dakika 20. Ni lazima kufika hivyo ili tuwe na muda wa maombi, alafu tuwe na muda wa tunasema kufanyaje, warm up. Yaani tusiingie tu kwenye kuimba masauti yanakwaruza, tufanye warm up, tukumbushane nyimbo hivyo. Saa 12 na dakika 20 ili saa 1 kamili ibada ianze. Lakini sasa ndio hivyo, tunachelewa muda mwingine. Sasa kiongozi wetu anapendaga kusema hivi, ingekuwa kila Jumapili muda huu, au tufanye saa 12 kamili kila Jumapili, unahitajika, sisi kanisa letu lipo Kurasini Temeke huku, unahitajika Mbezi wanagawa shilingi 100,000 kila Jumapili saa 12 kamili. Na yani ikipita hata dakika 1 hautapata. Anatuulizaga wangapi watachelewa, tunabaki tu tunacheka. Kuna mambo tunayapa thamani kuliko mambo ya Mungu. Na asubuhi ya leo Mungu anatukumbusha kwa upendo
kwamba tuzitafakari njia zetu. Bwana asifiwe. Tusimame.